Yesu, watoto wako wanakusubiri. Asante kwa ajili ya Bishop. Bwana ulimpa maono. Asante kwa ajili ya assistant mama, pia wamlinde Jehova. Asante kwa ajili ya maskofu na makanisa mengine ya mito hata kule Nakuru. Bwana tunaomba utubariki wote, neno hili likawe uzima, likawe hai kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu nimeomba, sema amen. Somo tunakwenda kujifunza maombi ya kufunga. Ungesema amen. Maombi ya kufunga. Na kama unapenda kufunga, basi tumefika sehemu yake nzuri. Hata mimi binafsi napenda maombi ya kufunga. Na tunaenda kushughulikia mambo machache kama kanisa moja, na naamini ya kwamba Mungu atatuwezesha sana katika yote kuelewa kwa nini tunafunga na kwa nini Mungu aliidhinisha haya maombi kwa ajili ya kazi yake. Jambo la kwanza, hii wiki nzima tutaenda kuangalia kwa nini watu wengine wanapomaliza kufunga wanapata matatizo, na pia kwa nini watu wengine wanapata shida katika wakati wa kufunga, na kwa nini watu wengine hawapati shida, wanaona ni vyema. Kwa hivyo haya mambo Roho Mtakatifu atatusaidia kuangalia namna inavyokwenda. Lakini jambo kubwa la muhimu, tunaenda kuangalia njia za namna ya kuweza kuelewa haya maombi ya kufunga ambao yanahusiana na maandiko mengi katika Biblia. Kwa maana tunaangalia kuanzia Mwanzo ukienda mpaka Ufunuo, hapo katikati kumejaa mifungo ya aina mbalimbali. Kitu kikubwa unapotamani kufunga ni lazima kwanza unaposoma maandiko uelewe kwanza lugha iliyotumika kwa wakati huo, kwa sababu kila andiko liliandikwa juu ya mfungo fulani ilikuwa na lugha ambayo iliyohusu wakati huo. Lakini pia uelewe ile andiko ili lifanye kazi kwa wakati wetu, pia lazima uelewe lugha ambayo iliyotumika kuleta ile andiko la hiyo miaka, ambao sisi tunaweza pia kulitia katika zoezi, kwa sababu wenzetu walianza na Mungu alisema kwa lugha ya nyakati hizo, lakini kwa sababu change ya time imekwenda. Kwa hivyo nakuta namna vile Mungu alivyowaelekeza haimaanishi sisi hatuwezi, lakini tukielewa hiyo lugha tunaweza tukatafsiri ile andiko tukalileta katika maana yetu na tukafanya kama vile wenzetu walivyofanya, lakini kwa namna tofauti kidogo, lakini bado maandiko na yale yale. Kwa hivyo cha msingi na muhimu, ili kuelewa mfungo vile inavyokwenda, lazima uelewe lugha iliyotumika kipindi hicho na namna lugha inayotumika katika matumizi yetu ya sasa hivi. Kwa nini unasema hivyo? Tusome kitabu cha Hesabu 29 na mstari wa 7. Tunaangalia neno ambalo Mungu aliloliashiria, neno ambalo Mungu aliliamuru, kwa sababu kwenye kufunga pia kuna mifungo ambayo Mungu aliamrisha mwenyewe, na kuna mifungo ambayo unaweza kufanya kwa hiari, na pia kuna mifungo unaweza kufanya ukiacha baadhi ya vitu fulani. Hizo zote tutajifunza, lakini mchana huwa leo hebu tuangalie mfungo ambao Mungu aliamuru bila mtu kuweka wazo, na Mungu alitaka watu wazingatie hivyo. Na hii mfungo ambao Mungu aliamuru wakati mwingine ni migumu kidogo, lakini ina maana yake. Zile tunafanya kwa hiari bado ni katika Biblia, lakini pia zina maana yake. Zile ambao tunafunga pia kwa kuacha baada ya vitu pia zina maana yake. Na ndio nimesema kila mfungo una lugha husika, na hiyo lugha husika ni lazima nawe uilete kwenye tafsiri yako, kwa sababu zingine ukichukua vile zilivyo utaathirika sana, alafu utachukia mambo ya kufunga. Wakati kufunga ni jambo nzuri sana. Kwa hivyo nashukuru Mungu
ya kwamba hii wiki Mungu atatoa hiyo neema, Mungu atatoa hiyo kibali, na jina la Bwana libarikiwe. Hesabu 29 na mstari wa 7 tunaangalia lugha matumizi iliyonenwa katika hilo andiko. Inasema, tena siku ya 10 ya huo mwezi wa 7 mtakuwa na kusanyiko takatifu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, msifanye kazi yeyote ya utumishi. Mungu alitoa agizo kwa taifa lake, na ile agizo aliyoitoa, neno linasema alitaka kusanyiko kwanza lije pamoja, na lengo kubwa aliwaashiria kwamba hii siku mnapokuja kwa pamoja, lengo mfungo ule ulihama mwili ukarudi kwenye nafsi. Akaambia mtatesa nafsi zenu, sio miili yenu. Kwa hivyo neno hili ambao tutaenda kuliangalia kwa undani, kwa nini Mungu alisema watese nafsi zao kuliko miili zao. Kwa hivyo kitu cha kwanza, mtu anayetamani kufunga, uelewe kuna sehemu ya kutesa, na kinachoteswa ni nafsi. Kwa nini nafsi? Nafsi ndio mahali ambao Mungu anakaa. Nafsi ndio kuna uzima, nafsi ndio kuna uhai, nafsi ndio kuna vitu vingi ambao vinayombeba mwanadamu. Kwa hivyo Mungu aliashiria kwa taifa lake ya kwanza hii jambo ambao kwanza litoke kwenye nafsi, liwe ishara kwa watu wengine. Hicho kilichoandikwa tunaangalia kwenye kitabu cha Walawi 16:29. Neno hilo kutesa nafsi bado linaendelea. Mambo ya Walawi 16:29. Amri hii itakuwa ni amri ya milele kwenu. Katika mwezi wa 7, siku ya 10 ya mwezi, mtajitaabisha roho zenu. Pale ni kutesa, hapa ni kutaabisha. Tafsiri inaendelea kuongezeka. Msifanye kazi ya namna yoyote, mzalia na mgeni akae kati yenu. Bado inaeleza kitu kile kile, lakini inaongeza uzito wa kitu kile kile. Mtatesa, mtataabisha na roho zenu. Mambo ya Walawi 23:26, neno la Bwana linasemaje? Mambo ya Walawi 23:26. Kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, 27. Kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huu wa 7 ni siku ya upatanisho. Umepata neno upatanisho pale, tena limewekwa katika yale mifungo ile. Neno la Bwana sema, itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasogeza sadaka kwa Bwana. Sadaka imewekwa tena mle ndani kwa njia ya moto. 28. Neno la Bwana linasema, nanyi msifanye kazi yeyote siku hiyo, kwa kuwa ni siku ya upatanisho, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu mbele za Bwana Mungu wenu. 29. Kwa kuwa mtu awaye yeyote asiyejitesa mwenyewe, siku hiyo hiyo atakataliwa mbali na watu. Na mtu aseme amen. Na hebu imagine mfungo wa design hiyo. Kuna mifungo tutafanya, tutajifunza, lakini tunaangalia huu ulikuwa ni mfungo ambao Mungu aliagiza kwa masharti. Maana yake unapoandaa kufunga, kabla haujawaza tatizo, kabla haujawaza mtu mwingine, mfungo unaanza na wewe, na unaanza na wewe kutoka nafsini. Kwa hivyo Mungu alihamisha mfungo wake katika ukawaida, akauleta katika nafsi ya mtu. Kwa nini nafsi? Mungu alielewa kwamba ili mwanadamu apatanishwe naye, Mungu hapatanishwi tu kwa vitu vya nje, anapatanishwa kuanzia ndani. Kwa hivyo akasema ya kwamba ili mwanadamu, na kwa Israeli, kwa sababu Mungu alikuwa amechagua enzi hizo
siku ambao wangeweza kuja wapatanishwe na yeye. Ndio ilitangaza siku ya 10 mwezi wa 7. Miezi mingine walikuwa huru, siku zingine walikuwa huru, lakini walikuwa wanatazamia siku hiyo moja. Kwao ilikuwa ya muhimu sana, kwa sababu ingepita basi kila mtu angebaki kwa dhambi zake, kila mtu angebaki kwa makosa yake. Kwa hivyo Mungu alisema siku ya 10 mwezi wa 7, na ilikuwa inatangazwa watu wote wanatoka. Amri, mtu asiende kazi. Jambo lingine, hakuna kufanya kitu chochote. Kwa sababu gani? Ni siku wewe kwanza unatesa nafsi yako, na wakati unapoteza hiyo nafsi, Biblia inasema hapo ndio Mungu anaachilia upatanisho sasa kati ya yale ambayo ulikuwa unafanya mabaya na maisha ambayo mtu alikuwa anaishi kama alivyotaka. Basi siku hiyo yule mfungo unakata hayo mambo, unapatanishwa na Bwana, maisha yako yanaanza fresh tena. Kwa hivyo ilibidi ya kwamba watu waache kazi. Na unajua kuacha kazi ni sawa na kujitabisha, kwa sababu ukiwacha kazi na umeajiriwa utakula wapi? Ende yomeri ungewacha kazi na kuna mambo yanahusu uyashughulikie, utatoa wapi? Haya, leta kwenye siku hizi zetu. Leo tukwambie tuna siku 7 za kufunga, mtu yote asiende kazi. Unaonaje? Lakini mfungo uko pale pale. Au tukwambie leo tuna siku 7 za kufunga, hakuna kuoga, kuna kunywa maji, hakuna, haina shida. Zote tunafanya kwa ajili ya Bwana. Lakini tutazitimiza namna gani? Kwa hivyo lugha iliyotumika kwa wakati uliokuwepo ni lazima tuilete kwa wakati wetu. Sisi katika enzi zetu tunafunga, tunaenda kazini. Tunafunga, lakini uelewe ya kwamba wakati mwingine unaweza ukamisi, ukakuta umefunga kawaida bila kuleta ule mfungo kwanza rohoni. Sasa wewe ukifunga bila kuleta ule mfungo rohoni utakusumbua. Kwa nini utakusumbua? Mambo yako bado Mungu bado hata yaangalia. Why? Haujaanza kama vile alivyotaka kwa wenzetu. Kwa hivyo wiki hii ni lazima tuangalia kwamba tuko kwenye maandalizi ya nafsi. Tuko kwenye maandalizi ya nafsi, kwa sababu kuna njia nyingi za kuhusisha kwenye mfungo ambao nimesema tutaziangalia. Lakini haya maandalizi ya kwanza, nafsi yako ikoje? Kwa nini nafsi yako ikoje? Vitu vingi Mungu aliona Israel ameibariki sana, ameipa vitu vingi sana. Na nilisema asubuhi, kama leo tuna project kubwa sana hapa juu ya kujenga. Hii sio project ndogo, lakini tunaikamilishaje? Kwa sababu kila project ya Mungu ndani ya Bible, watu walipojinyenyekeza kwa Bwana wakaomba, Mungu alifanya njia. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba hata hii project ambayo iko juu na vile tunavyotamani Mungu afanye, tunahitaji fedha, tunahitaji Mungu aguze watu, tunahitaji Mungu adhihirishe atafanyaje. Basi hapo ndio tunaitwa kujinyenyekeza. Do you know why? Hakuna mtu ambaye nafsi yake isiyokuwa na kiburi. Kwa hivyo Mungu anaposema mtanyenyekea, maana yake Mungu alikuwa anatazama wanadamu wale, akajua kwamba ili hawa watu wawe salama ni lazima wanyenyekee. Unajua kiburi ni mbaya sana. Kwa nini nasema hivi? Kiburi inakaa ndani ya nafsi. Nimeona watu wamefunga na walipomaliza wengine walipata maradhi. Why? Kwani kufunga ni mbaya? Sio kumbaya, inategemea nafsi yake alihamishia wapi. Nimeona watu wanafunga, wakimaliza wanaathirika hata kiafya, na mtu anakasirika kabisa na mfungo ule. Unashangaa, kwa nini alikuwa anafunga basi? Kwa nini kama ni hivyo alikuwa anajitesa vipi sasa? Which means kuna mtu anafikiri kufunga ni kutesa mwili. Sio hivyo. Mungu hakai mwilini, Mungu anakaa ndani ya nafsi, ndani ya roho za watu. Hapo ndio anaanza. Kwa hivyo mfungo kwanza unaanzia katika mtu, na kuna vitu Mungu alikuwa anavitafuta. Unyenyekevu, kitu cha kwanza, unyenyekevu. Na mfungo inamwadibisha mtu binafsi
kabla ya jambo lolote inaleta upatanisho kati ya wewe na Mungu katika yale ambayo amekuitia kufanya. Kwa hivyo mfungo inakuhusu wewe, inahusu yule. Maisha yako kwanza yakoje, wewe ukoje mbele za Bwana? Hiyo ndio level ya kwanza ya mfungo. Na ndio maana wenzetu waliambia mtazitaabisha nafsi zenu. Unajua neno kutesa ni mbaya sana. Maana kutesa kitu ni kujinyenyekeza, hiyo kitu ikaze ni kama hakina faida yote. Kutesa kitu ni jambo ambalo linaashiria kwamba hamna uzuri wowote. Yaani unashusha hiyo kitu kinakwenda chini, hakina maana. Ndio ilivyo. Kwa hivyo mfungo ni maombi ya viwango vya juu, ya kwamba mtu yoyote akijinyenyekeza yeye, akubali Mungu aondoe kiburi mbele yake, Mungu atafanya upatanisho naye kwa maana Yesu Kristo. Na ni rahisi sana. Kama ulikuwa na agenda, Mungu akaingilia kati akatoa njia mara moja. Na mtu aseme amen jamani. Kwa hivyo mchana wa leo, elewa vile wewe unavyokaa hapa. Sisi wanayependa kufunga, and I believe kanisa kama kanisa, niseme sasa sisi wana mito ya baraka. I pray ya kwamba mifungo yetu tusifanye na mwisho tukimaliza tunatokea na viburi vya ajabu sana. Itakuwa ni hasara kubwa sana. Mimi ningeomba ya kwamba tunapotamani kuendelea kufunga, mifungo hii irudi kwenye nafsi zetu, ishughulikie maisha yetu kwanza, ishughulikie yale mambo yetu ya ndani kwanza, yale ambao hata kama Mungu angekupa ulimwengu mzima bado ungesema Yesu ni Bwana, na bado taliinua jina lake. Na mtu aseme amen jamani. Na ndio tumesema tuna mradi mkubwa hapa juu. Unahitaji nini? Nafsi iliyoteseka. Inahitaji nafsi inayejua kujitesa mbele ya Bwana. Nimesema na narudia, kila mradi wa Mungu inahitaji nafsi iliyojishusha. Ile nafsi ikijishusha, Mungu anapata nafasi. Miujiza anatenda mwenyewe kuliko vile unafikiri. Na sio tu hivyo, hata wewe kwenye maisha yako. Hakuna mtu ambaye anaingia kwenye mfungo bure. Kila mtu anayetamani kufunga kuna kitu analenga. Lakini nimesema hivi, usilenge kitu kabla mfungo haujakushughulikia. Maana ukilenga vitu kabla mfungo haujakushughulikia, utakuwa ni bure. Utamaliza na utaona ni kama haukusikiwa na Mungu. Kumbe ni wewe haukufanya vile Mungu alivyotaka. Do you know why? Elewa, na nataka uelewe. Mbinguni hakuna kufunga. Mfungo ziko hapa duniani. And that is why Mungu anadili na nafsi za watu. Kwa sababu gani? Yesu alipoenda mbinguni alienda kufanya maandalizi ya ajabu. Na moja ya maandalizi ni sherehe. Na zile sherehe nimekuja kuzingundua, unless ushinde vizuri, unless wewe leo unapotesa nafsi yako unajinyima kula, unajinyima mambo mazuri, usijali. Biblia inasema kule mbinguni kuna sherehe ya ajabu sana. Na hebu nikuulize, utaona uzuri gani ukikaribishwa kwenye sherehe? Alafu ile sherehe ni kwa sababu wewe ulimwamini Yesu, kachukua muda wako ukao na tesa nafsi yako, katesa nafsi, kajinyima chakula, ukajinyima nini, vitu vizuri, kwa sababu kae vizuri. Unaonaje ukikaribishwa kwenye hiyo karamu? Itakuwa ni raha ya jinsi gani? Na ndio Biblia inasema kwenye Ufunuo 7:16. Ufunuo 7:16. Neno la Bwana linasemaje? Ufunuo 7 na mstari wa 16. Neno la Bwana linasemaje? Ufunuo 7:16. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yoyote. 17. Kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai,
na Mungu atawafuta machozi yote katika macho yao. Kufunga, unapotaabisha nafsi yako, unapotesa maisha yako wewe na ambao katika kuanzia ndani sio nje tu, uelewe ya kwamba kuna sherehe ambao imeandaliwa kule ya kufuta watu machozi. Lakini hivyo kuna wengine ambao tunaposema kufunga wanaona ni kazi sana. Sio kazi. Kazi utaenda, nimesema. Shughuli zako unaweza ukafanya, mambo mengine unaweza ukafanya, lakini ujue nafsi yako unaiteza kiasi gani. Usije wakati wa kufunga wewe ukajipa tu mambo mengine ukaona ni kama unapoteza muda. No, wewe ukijiandaa vizuri, ujiweke mbele za Bwana, uelewe unafanya kitu ya maana sana. Katika Biblia watu wengi wanafikiri mfungo tu ni ya mtu yeyote wa kawaida. Sawa, mfungo inahusu watu wote, lakini katika neno la Bwana tunaangalia kwamba watu ambao Mungu alianza nao kutabisha nafsi zao, ambao wangekaa vizuri, ni wafalme. Wengi walikuwa wafalme, wengine viongozi, wengine walikuwa manabii, wengine walikuwa mitume, wengine walikuwa viongozi ambao Mungu aliwachagua sehemu mbalimbali. Today kila mtu ana sababu yake. Ukimwambia tufunge, tujue mimi sina muda. Lakini uelewa kwamba mfungo hizi tunazosema leo, yoyote unayetaja kwa mwanzo, a leader, sio mtu wa kawaida. Na yeye ndiye alikuwa anatangazia watu wengine. Kiongozi yule kwanza mwenyewe alikuwa vizuri, amekaa na yeye mwenyewe ametaabisha nafsi yake. Today tujiulize leo, je, viongozi wetu wanafunga? Viongozi wetu wanajitaabisha? Hiyo ndio swali lazima tujiulize. Au tumehamisha mfungo kwa watu wa kawaida? Na ndio unaona kanisa tunaweza kuwa wengi, lakini inapofika wakati wa kufunga unakuta ni watu 10, 20. Kanisa limejaa. Inapofika mfungo watu 10, 20. Wengine wameenda wapi? Wengine wanafanya kazi gani? Mungu atajibuje sasa? Mungu atasikiaje? Why? Kwa sababu viburi ndani ya binadamu ni vingi sana, vingi sana. Lakini tunaangalia na kupa mfano. Moses alikuwa a great leader. Moses kiongozi mkubwa sana. Halafu huyu kiongozi kwa mara ya kwanza amepewa watu 3,000,000. Sijui kwa wakati wetu nani ana kusanyiko la watu 3,000,000. Na ni nani hapa? Nani? Amna, hatujafikisha. Hiyo ni sawa na mji mzima. 3 million people mtu mmoja amepewa. Na Mungu aliona kwamba ili huyu ya kwamba awe salama, Biblia inasema Mungu alimuita, kamtoa kwa watu. Alimpeleka wapi? Alimpeleka mlimani siku 40. Do you know Moses alilelewa katika nyumba ya Farao, na kila elimu mtu anayepata inachangia maisha ya mtu. Kwa hivyo Moses alichangiwa elimu ya Misri. Kitu cha kwanza, elimu ya Misri ni ya kiburi mno. Unaweza ukatesa mtu na usisikie kitu chochote. Moses alisoma hiyo, kasoma vitabu, kaelewa. Ile elimu ikajaa moyoni. Na ndio unaona Moses angetoka akiona unachezea mmoja ndugu yake anakupiga tu, anakuua, anakuzika, anaondoka. Na ndio maana hata alipoambiwa wewe bwana mbona umefanya hivi, kakimbia. Hataki kujali, kiburi hiyo inamsumbua. Lakini hapa Mungu amemwita, akaona mtu kama huyu, ili nimpe maagizo yangu lazima nishughulikie nafsi yake kwanza. Mungu kamtoa kwa watu, Mungu kamtenga kwa watu, kampeleka wapi? Mlimani. Sasa nikuulize, wewe leo ungetolewa kwa watu upelekwe mlimani, utamaliza hizo siku kweli? Lakini Moses alikaa pale na Mungu anasema na yeye, anamtengeneza, anaondoa kiburi cha Wamisri, anatengeneza, anaondoa yale maringo, anaondoa hali mbaya. Siku 40 tena jumlisha na 40 nyingine 80, usiku na mchana. Baba wa watu anashughulikiwa, ametulia. Mungu akaona okay, imetosha. Mungu alipoona imetosha, kiburi kimeisha, Moses amenyenyekezwa. Na unajua Mungu aking'oa kiburi hakitarudi. Na mimi naomba kisirudi kwa jina la Yesu. Na mtu asema amen jamani.
Mungu akang'oa ile kiburi, katupa mbali, akaweka roho ya unyenyekevu. Si mmesoma maandiko? Biblia inasema Moses alikuwa nani? Mnyenyekevu kuliko watu wote duniani. Nani kaweka? Mfungo wa kutesa nafsi. Ungesema amen jamani. Na hivyo Mungu alipomaliza akamwangalia, akasema huyu ndio mzuri, akamkabidhi Torah, akamwambia baya, shika nenda usomee watu wengine waliobaki wafuata haya maagizo. Ushawahi kujua Biblia hii tunaisoma kwa mtu kwanza aliyeteswa nafsi yake, ambao kila kiburi kiliondolewa, ya kwake yaling'olewa, Mungu akaingisha yake, akamwambia shika. Moses alipotoka pale, na ndio naona kuna sehemu Moses alishuka, akaona vile watu wanafanya, ilimuhuzunisha, akaona basi hawa hata hawafai kushika hizi kazi, piga chini. Lakini bado Mungu alikuwa bado hajamaliza, naye kamuita tena, kamtengeneza. Kwa hivyo sio jambo jepesi. Tunatamani kweli Mungu afanye, na atafanya. Na mimi naomba ya kwamba kitu kikubwa Mungu ashughulikie viburi vyetu kwa hii mfungo, kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen. Hata kama culture yako iko hivyo, huu mfungo unakuhusu. Hata kama desturi zetu ziko hivyo, huu mfungo inatuhusu. Hata kama tumeelekezwa, huu mfungo inatuhusu. Why? Tunataka Mungu atukabidhi vitu vikubwa. Na isitoshe, huduma ndio kubwa mno. Maono ndio hiyo project kubwa. Itaendeshwaje? Kama tumenyenyekea mbele za Bwana. Na mimi naomba Mungu aachilie unyenyekevu ndani yetu. Ninaomba Mungu aachilie unyenyekevu ndani yetu jamani. Na mtu aseme amen jamani. Mtu mwingine ambao Mungu alishughulikia maisha yake binafsi kama mfalme. Nimekwambia mifungo haikuhusu tu watu rais, ilihusu watu ambao ni wafalme, very high rank people. Today hebu nikuulize swali. Mungu akikupromote today, utapata nafasi ya kunyenyekeza kweli? Today hata Mungu akikupa biashara, utakuwa na muda wa kutesa nafsi kweli? Leo kweli Mungu akikupa kampuni kubwa, utakuwa mahali pa kutesa nafsi kweli? Lakini hawa ni viwango vya juu vya kifalme. Falme Daudi, Biblia inasema wakati yule kijana yake alikuwa ameugua, aliweza kujinyenyekeza ule usiku, kalala flat kwa floor, analia, anatesa nafsi yake, anataka uhai urudi. Huyo ni mfalme, sio mtu wa kawaida. Tuliangalia pia mfalme mmoja ambaye anaitwa Rahab. Unajua Rahab alikuwa ni mfalme wa ajabu sana. Yani Ahab alikuwa mfalme wa ajabu sana, ambao yani alikuwa mkatili katika maamuzi yake. Alikuwa anafanya vitu ovyo kweli katika mambo mengi. Lakini huyo Ahab, Biblia inasema, na ningependa tusome pale Wafalme wa kwanza 21 na mstari wa 27. Neno la Bwana linasemaje? Wafalme wa kwanza 21 na mstari wa 27. Neno linasemaje? Wafalme wa kwanza 21:27 inasemaje? Ikawa Ahab alipoyasikia maneno hayo, akayararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. 28. Neno la Bwana likaja kwa Elia Mtishbi kusema. 29 nasemaje? Huoni jinsi Ahab alivyojidhijili? Hiyo ni Kiswahili cha ndani kidogo. Saidieni kusoma hiyo Kiswahili. Alipo ya Joel ndio mzuri na Kiswahili. Maana yake nini mzee? Alipo umeona? Okay. Huoni jinsi Ahab alivyo jijili? Okay, sawa. Twende mbele yangu. Basi kwa sababu amejijili mbele yangu,
sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanae nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Wa sababu gani? Sababu gani? Jamaa alitesa nafsi yake alipotangaziwa nchi yako inaharibiwa, tawala wako mzee uko kwenye hatari. Huyo ni mfalme Ahab, na nyinyi mnasoma habari za Ahab vile alivyokuwa. Lakini Biblia inasema zile taarifa alipoletewa na Elia lizimsumbua mno, akasema kwa taarifa hiyo afadhali nirarue. Jamaa kararua mavazi, a king, mfalme huyo kararua mavazi yake, katesa nafsi yake. Mungu anamwatch tu, anaona. Na Biblia inasema mpaka kalala juu ya majivu. Mungu anamwatch tu, anamwangalia tu. Kila kitu alipovaa magunia, Biblia inasema Mungu akarudi kwa Elia, akamwambia Elia, rudi nende waangalie vile Ahab alivyojinyenyekeza, vile ametesa nafsi yake. Mungu hapo hapo akajibu, akasema sasa silete hayo mabaya, nimeyatransfer. Mimi naomba yale mabaya baba yetu aliyotuhamishia tunayong'oa kwa jina la Yesu. Sema haleluya jamani. Unajua kuna maisha mengine tunaishi kwa sababu kuna watu ambao wengine walifanya vizuri, wengine wakafanya vibaya. Tunahamishwa vitu ambao sio vyetu. Hivyo mfungo, nimesema, unadili na mtu binafsi kwenye nafsi yake. Unapoamua ya kwamba ninafunga, achilia Mungu nafsi yako kwanza. Akishughulikia vizuri na wewe mwenyewe ukae vizuri, nimekuambia hakuna majibu yanayokuja kwa haraka kama mfungo kama huu. Na mimi naamini ya kwamba kwenye wiki hii tunatamani Mungu atuharakishie majibu kwa jina la Yesu. Kila mtu aliyekaa katika hii nyumba, mimi nakwambia kwa neno la Bwana, kama Elia alisema mtu akafanya na Bwana akarudi, pia Bwana ataleta neno lake mahali hapa, na jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jehoshafati tunamwangalia kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili. Tunaangalia Jehoshafati kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 20 na mstari wa 3. Neno linasema pia mfalme Jehoshafati alipopata zile taarifa, hiyo ni Mambo ya Nyakati 2:20 na mstari wa 3. Jehoshafati pia aliposikia taarifa za vita zimemzunguka, nini ilifanyika? Jehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Huyo ni mfalme, nimekwambia. Huyo ni mfalme anafunga. Na hivyo maisha yetu haihusu udogo, haihusu cheo, haihusu vile ulivyo navyo, haihusu huna. Tena angalia level ambao Mungu anaitafuta, kings and leaders. Today nimesema I wish kila kiongozi angejua sehemu yake. Kila kiongozi ambayo Mungu amempa nafasi ya kuongoza angejua anaanzia wapi. Na sisi viongozi, I believe, wa mito ya baraka, kama chanzo chetu tutese nafsi yetu, Mungu aonekane, hata hii huduma itakuwa ajabu sana. I believe kutakuwa na upenyo wa ajabu. Ana mtu aseme amen jamani. Hakuna yote atakayepewa majukumu aone ni kama amelazimishwa. Why? Nafsi yake, kiburi kitakuwa kimeondolewa. Wafalme walifanya vitu vya ajabu. Na hata tunaangalia pia kuna mfalme mmoja pia, Biblia inasema Daniel alikuwa rafiki yake. Tunamwangalia Darius. Darius alikuwa ni mfalme pia aliyepokea taarifa hivyo hivyo. Kwa sababu ya muda hatuna ya kusoma, lakini nataka niwaambie hivi, hata mfalme wa Ninawi, Biblia inasema aliposikia taarifa ya kwamba Mungu atakuja kuharibu, alifanyaje? Yona, kitabu cha Yona 3 mstari wa 5 hadi 8. Neno la Bwana linasemaje? Kitabu cha Yona mlango wa 3 mstari wa 5 hadi wa 8. Neno la Bwana linasemaje? Yona 3. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia. Hiyo ndio kutesa nafsi. Tangu yeye aliye mkubwa
hata aliye mdogo. Mstari wa sita, habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia kutesa nafsi hiyo, na kuketi katika majivu. Mstari wa saba, neno la Bwana linasemaje? Naye akapiga mbio, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji. Kutesa nafsi. Mstari wa 8, neno la Bwana linasemaje? Mstari wa 8, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu. Naam, wageuke kila mtu aache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Mfungwa, nimekwambia una deal na mtu. Na mtu angesema amen jamani. Una deal na mtu, sio vitu, sio mahitaji. Mahitaji ni vitu vichache. Mungu unaposikia anatangaza mfungo, ameona tabia za watu, ameona desturi za watu zimezidi, ameona maisha ya watu inabadilika every day kwa vitu wanavyopewa, vitu wanavyoshikilia, vitu wanavyo vina change character ya mtu. Hapo ndio balaa inaanzia. Mfalme wa Ninawi hakuwa tayari, lakini Yona amenusurika tu kwenye tumbo la samaki. Mungu kamforce, kamwambia nenda tangaza. Jamaa katoka na hasira kweli, kaenda akatangaza siku 40 Bwana atatokea, atamaliza Ninawi. Yohana akafikiri yuko salama. Biblia inasema watu akachangamkia mfungo, lakini mfalme akanyosha mfungo. Akaambia, kwa taarifa hiyo, hamna mtu, hamna ng'ombe, hamna mbuzi, hamna chochote. Akasema siku 3. Yohana akasema mimi nilikuwa nafikiri ndio wanafunga, hata mimi nimefungishwa. Kwa hivyo Yona akafungishwa lazima, maana mfalme akatangaza siku 3. Unajua Yona alikuwa na tabia chafu kweli. Yaani ni mkatili wa ajabu, alikuwa na kiburi. Anao watu wa mataifa hawa, mimi niwafungie hawa, wacha niwatangazie hukumu. Akashangaa mfalme kachange mada. Akasema munyama, mtu hawaye yoyote. Maana ilibidi Yohana jumlishwe humo, apenda asipende. Na mtu aseme ameni. Wewe sema ameni jamani. Yohana alipojumlishwa mle, ndio uangalie taarifa yake. Walipomaliza kujinyenyekeza, kwa sababu Mungu alikuwa pia na dili na kiburi cha Yona. Walipojiteza, Yona akashangaa pia, ilibidi atafute magunia hata kama hana, amejibebesha. Ilibidi na atafute majivu ajipata, kwa sababu ni amri imetoka. Akasema hapa limenikuta na mimi nilikuwa nafikiri nikutangaza tu. Usijali baba yangu. Yaani Mungu akikuvukisha mzee, huwezi kuwa mjanja, huwezi kuwa. Maana alipoona watu amechangamkia akafurahi. Mfalme akasema jubutu sasa mtu yeyote. Kwa hivyo ilibidi na Yona aingie kwa system bila kupenda. Ukitaka kujua ni kweli, soma mlango wa 4 mstari wa 1. Uangalie mfungo umeisha, Mungu ameacha mabaya. Angalia Yona bila anafanya. Mlango wa 4 mstari wa 1. Taendelea, hebu weka hapo. Inasemaje? Mlango wa 4 mstari wa 1, Biblia inasemaje? Lakini jambo hili lilifanyaje? Bwana maliza kusoma. Lakini jambo hili lilifanyaje? Naye sasa unakasirika nini? Ndio umemalizwa kufungishwa hapa. Wewe uone huyu mtu ndiye alikuwa na matatizo. Yaani kwenye mada hii yote Yona ndiye alikuwa na matatizo, hata sio watu wa Ninawi. Kwa hivyo alipofungishwa kilazima, wamemaliza wamesema amen. Mwenye kukasirika wa kwanza tena kasikia mbaya sana.
Sasa Mungu anamuuliza, mbona wewe umekasirika na wewe ndio ulikuwa umetangaza? Akasema, Bwana, nilijua wewe utasamehe hawa watu. Sasa kama ulijua unakasirika nini? Usifurahi. Yaani dunia hii kuna watu wana makusudi jamani. Ana mtu asema haleluya jamani. Jamani, hata kama wewe uko hapa na una majibu, wacha tufunge wote pamoja kwa jina la Yesu. Nasema wacha tufunge wote kwa jina la Yesu. Tunahitaji majibu wote. Tunahitaji tuone. Kwa hivyo mfungo ni jambo linadili na mtu, linadili na maisha ya mtu kabla jambo lolote, ili ya kwamba sisi tuweze kuwa salama. And that is why wiki hii tunaomba Mungu neema hii iliyokuja juu ya wafalme iwe juu ya maisha yetu. Hakuna ibada ya Mungu anakupa wewe bila kuwa na njia na sababu. Kuna vitu vingi ambao tumefunga, pengine namna ya kutoelewa bado vimesimama. Kuna vitu vingi pengine tumelilia Mungu sana, vinacholewa majibu. Hauna shida, pengine tu ni lugha ili kupiga chenga. Lakini leo Mungu anaileta katika mtazamo wako wewe. Esther pia alikuwa queen ambaye naye pia alikuwa anataka kukwepa yale majukumu ya kutesa nafsi yake. Queen Esther alipoona yuko kwenye utawala, alisikia starehe sana. Taarifa yote ya Wayahudi akaona haimhusu. Hata akiambiwa na mjomba yake anaona haimhusu. Lakini Biblia inasema kuna taarifa aliyoipokea ya kutokuwa salama, ilibidi atangaze mfungo wa kutesa nafsi za watu. Na hivyo wakajinyenyekeza. Hiyo kwa muda wako utasoma Esther mlango wa 4 na mstari wa 16. Namna walivyoenda mbele za Bwana, namna walivyonyenyekea mbele za Bwana, na Mungu yeye akasikia. Na ndio nimekuambia hivi, mbinguni ndio sehemu ambao hatuna mfungo. Mbinguni hakuna nafasi ya kutesa nafsi. Haya yote tunayofanya ni ya muda tu. Hata wale walioyafanya ni ya muda tu. Kina Moses walifanya kwa muda wao. Kila mtu atafanya kwa muda wake. Kwa hivyo hata sisi tukijipa hii wiki haimaanishi ni forever. Nawaambia watumishi wa Bwana, tutamaliza, Bwana atatupatia vitu vizuri. Tutamaliza, nakwambia tutamaliza, Bwana atatupa vitu vizuri. Na mtu mwingine aseme amen. Kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Isaya 25 mstari wa 6. Biblia inasemaje? Isaya 25 mstari wa 6. Neno la Bwana linasemaje? Kwenye kitabu cha Isaya 25 na mstari wa 6. Neno la Bwana linasemaje? Linasema ya kwamba na katika mlima huu wa Bwana wa majeshi atawafanyishia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake. Urojorojo ndio nini? Joel anajua hiyo. Karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake uliochujwa sana. Na mtu aseme amen. Jamani, utashindwa kutesa nafsi na kuna maurojorojo huko. Utazindaje kutesa nafsi na kuna maurojorojo huko? Na hiyo maurojorojo, vitu vizuri vimeandaliwa wale wanaitesa nini? Nafsi. Ndio Biblia inasema kwenye huo mlima wa Bwana siku hiyo Bwana wa majeshi atawafanyishia mataifa karamu ya vitu vinono. Na ifanyike hata kabla hatujafika mbinguni kwa jina la Yesu. Nasema na ifanyike hata kabla hatujafika huko katika jina la nani? La Yesu. Vinono hivyo tunavihitaji vianzie hapa. That is why we believe hizi siku tutafunga, tutatesa nafsi yetu, lakini tukimaliza jiandae kwa vitu vinono na vitu viliojaa urojorojo kwa Bwana. Ndivyo ilivyo. Na mtu aseme haleluya. Sema haleluya. Mfungo ni kitu kizuri sana, lakini huwezi kwenda hiyo hatua mpaka Mungu achilie kiu ya kumjua, mpaka achilie kiu ya kumuona, achilie kiu. Kama tulivyosoma pale Walau, kwenye Walau waliambia na hii siku ni upatanisho, mtatoa na sadaka, mtafanya 1, 2. Wenzetu walifanya kwa masharti magumu,
Sembusa hata sisi angalau tumepunguza makali ili na sisi tutese nafsi kwa kiwango. Tungeenda kama wenzetu kwa lugha hiyo, hakuna mtu angesurvive. Kila mtu angeona hamna haja nitese nafsi yangu, why? Lakini kwa neema ya Bwana tunafanya. Kwa sababu gani? Mungu akiachilia kiu ndani yetu tutabifanya zaidi. Na mimi naomba ya kwamba hii siku 7 Roho wa Bwana azisimamie mwenyewe kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen jamani. Na mimi nitaomba ya kwamba kama vile ilivyotangazwa kila siku ina siku yake, tutaiweka kwenye mfungo maalum ya kwamba kila siku itabeba uzito wake, na tutajifunza juu ya hicho kilichotajwa, tukileta katika kila mfungo kwa namna yake. Na mtu aseme haleluya. Kwa hivyo wewe usikose, ukikosa ni kwa hasara yako. Kama wenzetu ilikuwa waje pamoja, wewe pia basi ukitoa nafsi yako na nafasi yako, basi ni sehemu ya kujitesa. Basi sisi nimesema tumeileta zaidi. Wenzetu walifanya kwenye nafsi, sisi tutaifanya kwenye nafsi, na pia kuacha baadhi ya vitu vyetu kidogo, ili tujitese mbele ya Bwana. Basi tuone kama huyu Mungu hawezi akatujibu. Tuone kama huyu Mungu alikuwa tu ni wa wenzetu au na wa sisi. Biblia ni ile, Yesu yule jana, leo na hata milele. Kama walijibiwa, hata sisi tutajibiwa. Kama walijinyenyekea, hata sisi tufanye hivyo kwa jina la Yesu. Do you know why? Hakuna mfungo mwingine tutaufunga kando na ule ulioandikwa. Lakini tukisoma ulioandikwa, tuelewe lugha husika kwenye nyakati zetu, ili tusipate hasara na mtu asiumie. Na mimi naomba hakuna mtu, kwa taarifa hii, utamaliza mfungo huu siku ya 7 alafu uanze kusema nikimaliza napigwangwa. Kwa hiyo hautapigwa kwa jina la Yesu. Nasema haupigwi kwa jina la Yesu. Yale ambao umesema nikimaliza mambo yangu inaharibika, hayaharibiki kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Utafurahi mno. Do you know why? Elimu haitoki bure. Elimu haiji bure. Inakuja kusaidia wewe ambaye adui alikuwa amekamata anga zako za kufunga. Anakuogopesha bure. Sio sasa hivi. Hiyo anga tumeing'oa, na hiyo mamlaka haitafanya kazi. Tunaamini neema ya Bwana itajaa. Kama Ahab alirarua mavazi, Mungu akarudi kwa Elia, ndivyo itakavyofanyika mahali hapa. Nasema ndivyo itakavyofanyika mahali hapa katika jina la Yesu. Na zaidi ya yote, Mungu akupe kiu ya kukaa mbele yake. Mungu akupe kiu ya kumtafuta zaidi. Mungu akupe kiu. Na hivyo ndivyo leo tutaenda kuomba Bwana aachilie kiu kwa andiko hili letu la mwisho. Alafu tunaenda kuomba Zaburi 42 na mstari wa kwanza. Inasemaje? Zaburi 42 na mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasemaje? Zaburi 42 na mstari wa kwanza. Kama ayala aonavyo, maliza mwenyewe. Jamani, maliza mwenyewe. Kama ayala aonavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, ewe Mungu. Unajua ayala? Unajua huyo mnyama anaitwa ayala? Unajua huyo mnyama anaitwa ayala? Si tunawasome, okay, asende, wengi wamefanya. Ayala, nenda hata kwenye mapping, ni kale kama mnyama, si kakubwa, sio nini, kembamba kadogo, lakini kana akili sana. Hako ndio kanaitwa ayala. Sasa hako ayala hako kana muda huwa kanakimbia wenzake wakikiwasumbua, na vinakaa jangwani na vinapenda kukimbilia mahali pa salama. Sasa tabia ya ayala, kanapokwenda mtoni mahali pana utulivu, hakakunywi maji hivi, kwa sababu kanawindwa sana, kanawindwa na wenzake. Kwa hivyo huwa kanatafuta mahali salama, mahali maji utulivu, kanakuja kanaangalia, kanakuja, na kanapokunywa, kanakunywa maji ambao yatajaa mwilini, kwa sababu kanakimbilianga jangwani, ili kakikaa jangwani yale maji hata wakati wa joto
yale maji ndio yanapunguza joto. Yale maji yanapunguza joto. So vile inaendelea kupunguza joto, maji yanapungua. Yanapunguza joto, na yakipungua kiu inarudi. Maji yakipungua mwilini, kiu inarudi. Kiu ikirudi, kanakosa nguvu, lazima tena katafute mito ya utulivu, kanakunywa. Kiu inaisha, kanajaza, kanatembea. Ndivyo ilivyo na kukaa mbele ya Bwana. Na mtasema amen jamani. Ndivyo ilivyo na kukaa mbele ya Bwana. Mungu aongeze kiu yako.